Kuna ukweli mmoja ambao watu wengi husahau katika maisha yao. Yaliyopita yanaweza kubaki kwenye kumbukumbu zetu, lakini yajayo yako mikononi mwetu. Jana imekwisha. Ni kama kivuli kinachopita ukutani. Unaweza kukiona, unaweza kukikumbuka, unaweza kukizungumzia, lakini hauwezi kukibadilisha. Watu wengi hutumia nguvu nyingi kulia juu ya makosa yao ya jana, hadi wanapoteza nafasi ya kuijenga kesho yao. Lakini kumbuka hili, mwanadamu si mfungwa wa makosa yake. Mwanadamu ni mchoraji wa hatima yake mwenyewe. Makosa ya jana hayakuja kukuharibu, yalikuja kukufundisha. Yale yaliyokuumiza jana yasigeuke kuwa pingu za kukuumiza kusonga mbele. Badala yake yafanye kuwa darubini ya kukuonyesha mitego iliyoko mbele yako. Usiruhusu kichwa chako kiwe kaburi la majuto, kifanye kiwe gara la hekima, kwa sababu yaliyopita yapo ili kukukumbusha kuwa uliwahi kustahimili dhoruba kali za maisha, si ili kukutisha usiendelee na safari yako. Fikiria mtu anayekimbia huku akitazama nyuma. Ni rahisi sana kuanguka kwenye shimo lililo mbele yake. Ndivyo ilivyo pia katika maisha. Ukiendelea kuishi katika kumbukumbu za jana, unaweza kukosa fursa zinazokuja kesho. Leo ndio wakati ulionao, na mikono yako ndiyo chombo chako kikubwa cha kubadilisha maisha yako. Mikono hiyo inaweza kupanda mbegu mpya, inaweza kujenga kuta mpya, inaweza kufuta machozi ya zamani kwa matendo ya leo. Yajayo si bahati nasibu, yajayo ni matokeo ya kile unachokifanya sasa. Huenda ulipitia maumivu, hasara au kukatishwa tamaa, lakini ukweli ni huu: huwezi kuandika upya ukurasa wa kwanza wa kitabu chako. Hata hivyo, unaweza kuanza leo na kuandika mwisho ukawa mzuri. Kichwa chako kibebe masomo ya jana, lakini mikono yako ibebe kazi ya leo, kwa sababu karamu ya maisha yako iko mikononi mwako. Chagua kusimama tena kwa ujasiri. Chagua kuanza kuandika ukurasa mpya wa maisha yako. Kumbuka hili daima katika maisha: jana yako inaweza kuwa ilijaa kushindwa, lakini kesho yako ni ukurasa mweupe unaokusubiri kuuandika uweze kuwa na mafanikio. Na usisahau kuwa karamu bado iko mikononi mwako. Sasa ni wakati wako sahihi wa kuanza kuandika upya na kuiendeleza safari yako. Mpaka anapofikia tamati ya simulizi hii, nikusihi endelea kusalia nasi. Sina la ziada mpaka hapa, hadi kwa wakati mwingine.